wengi leo wamekuwa katika kujiuliza hivi kwa nini kuna kufanyika ibada katika siku ya Ijumaa na wengine kufanya ibada katika siku ya Jumamosi, Jumapili, na wakati mwingine kuanza kuwaza sasa sabato ni ipi. Lakini leo hatuko katika kuangalia sabato ni ipi. Kwanza tuangalie historia ya Ijumaa. Ni kwa nini Ijumaa ikawa ni kama ni siku ambayo Waislamu wanaitumia katika ibada. Kwanza kabisa, neno Ijumaa ni neno limeletwa na Waislamu. Si Waarabu. Kuna utofauti, tumekwisha kuwa tukiongea hapa ya kwamba kuna utofauti wa Waarabu na Waislamu. Baada ya kuja kwa Uislamu ndipo neno Ijumaa likaanza kutumika, lakini kabla ya hapo lilikuwa likiitwa Aruba. Ndio siku hiyo ilikuwa ikiitwa na watu ambao walikuwa ni wajinga au wa makafiri, yani zama za ujahilia. Ndio wakati huo Uislamu haujaja. Sababu nimesema ujinga au ukafiri kwa sababu ngoja nichukue katika aya ya 33 katika Qur'an. Ndio inaeleza kwamba ujahilia ni nini. Ujahilia wakati huo wa ujinga unaitwa baada au kabla Uislamu haujaingia. Hizo zilikuwa ni zama za ujinga. Some hapo 33, aya yake ni ya 33. Nasema hivi, ndio tusome hapa. Nasema, na kaeni majumbani mwenu wala msionyeshe mapambo yenu kama walivyokuwa wakionyesha mapambo yao wanawake wa zama za ujahilia. Kwenye mabano Farsi anasema ujinga au ukafiri. Kwa hivyo hao watu ndio hizo zama zote kabla Uislamu haujaja. Ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa ikifanywa na ibada za kikawaida za baadhi ya masanamu na kadhalika. Ndivyo ilivyokuwa ikifanyika. Lakini baadaye ikaja sasa ya kwamba Muhammad akitoka Maka, kwa sababu Uislamu umeanzia Maka. Wakati akiwa na safari ya kwenda Madina ndipo ambapo ilikuwa ikafanyika kwa mara ya kwanza ibada ya siku hii ya Aruba. Wakati huo ndipo ilipoanza kuitwa Ijumaa na Waislamu. Lakini wakati huo kumbuka ya kwamba kulikuwa hakuna tokea Uislamu umeanza, kuna miaka kadhaa hapo imepita kabla ya Ijumaa kuanza kwa siku ya ibada, miaka takriban 12. Na nitaomba nisome kwa ajili ya ushahidi zaidi. Kuna miaka 12. Kumbuka Uislamu umeanza mwaka wa 610. Kwa hivyo Ijumaa miaka 12 baadaye ndipo imeanza kama siku ya Ijumaa. Wakati huko Maka Muhammad hakukuwa na Ijumaa kama siku ya ibada, lakini wameenda Madina ndio ambapo kwa siku ya kwanza imefanyika nini? Ibada ya siku ya Ijumaa. Ndio unaona ukiangalia katika Qur'an sura 62 inapokuja kutuletea aya inasema kwamba kukiaziniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Unaona Kwa hivyo katika hiyo siku tutaisoma hiyo aya. Katika hiyo siku ndipo ambapo napo kuna historia ni kwa nini Muhammad alisema hivyo. Lakini kwanza tuje tuangalie kwanza hapa ushahidi ni miaka mingapi ndipo Ijumaa imeanza kuwa ni siku ya ibada. Tasoma hapa katika ukurasa wa 45. Hichi ni kitabu nasoma, kitabu cha ubora wa siku ya Ijumaa, imeandikwa na Ibn Yusuf. Nasoma hapa. Nasema hivyo kwa mujibu wa historia tunaona kwamba ibada katika siku ya Ijumaa imeanza kufanyika miaka 12 baada ya dini ya Uislamu kutangazwa. Unaona miaka 12 baadaye. Kumbuka ya kwamba kama tukizungumza siku zingine za ibada, wakati huo watu wa Wayahudi na kadhalika wamefanya siku zingine si Ijumaa, ambayo ilikuwa ikifanyika kama kwa ibada za hawa Makuraish kabla Muhammad haja walingania. Lakini sasa tunakuja kuona sasa, tukienda kwenye aya sasa ambayo inatuelekeza ikisema kwamba Muhammad akitoa hiyo na hii aya ikitumika kama ndio chanzo cha kusali katika siku ya Ijumaa, naomba tuweze kuisoma katika sura ya 62 ya kitabu cha Qur'an. 62 tutasoma mstari wake wa 9 ndio tutaenda hadi wa 10. Anasema, enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu, ikiwa mnajua hivi basi fanyeni. Kwa hivyo
aya imekuja ikisema kwamba kukiadhiniwa. Kwa nini anawaambia? Kumbuka hii sura pia imeshuka Madina. Ukiangalia hapa sura Jumaa imeshuka, imetelemka Madina, imetelemka ni kwenye ile safari ambapo Muhammad alikuwa ameenda Madina akitokea Maka. Kwa hiyo mstari wa 10 nasema, na itakapokusha sala tawanyikeni katika ardhi, mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu na mkumbuke Mwenyezi Mungu kwa wingi, ili msipate kufanya mabaya, ili mpate kufaulu. Kwa hivyo akiwa sasa hapa Madina ndipo ambapo chanzo cha ibada ya Ijumaa ikawa hapo. Kwa nini? Kwa sababu ni siku alipokuwa akihutubia, na wakati huo anawaambia waache biashara zao. Kwa nini aya ikashuka? Ni kwa sababu wakati yupo hapo akiendelea na kuwapa mawaidha, watu walikuwa na kwa sababu hii siku ilikuwa ni siku ya gulilo, siku ya mnada, ndio anawalingania hapo. Wengine wanatoka wakienda tena kwenye mnada, kwa sababu hapo bado biashara, akili bado zipo kwenye biashara. Ndio akawaambia hawa wanaenda huko wanakosea Mungu. Kwa sababu gani? Hapa hapo mawaidha ya Mwenyezi Mungu, alafu tena watu wanaenda katika biashara. Ndio anasema kukiadhiniwa sasa kwa ajili ya sala siku hii ya aruba wakati huo, na sasa anaita Ijumaa. Fanyeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu, mtoke kwenye biashara mje msikitini, mje wapi. Lakini hakusema mje msikitini mfanye mtaje Mwenyezi Mungu, manake kwa sababu katika hadithi pia si lazima kwenda msikitini, si lazima kwenye msikitini, ikiwa kuna baadhi ya vitu tutakuja hata kueleza siku nyingine. Kukiwa na baadhi ya vitu vinavyoweza kumfanya mtu asiende msikitini, anamtaja Mwenyezi Mungu akiwa hapo alipo, si lazima kwenda msikitini. Ndio anasema basi mtu aweze kumtaja Mwenyezi Mungu, na ndio hapa ambapo ilikuwa chanzo cha siku ya Ijumaa kuanza kama siku ya nini? Kama siku ya ibada, lakini haina chanzo zaidi ya hapo katika Biblia wala katika maandiko nyuma ya hapo. Lakini vile vile ukiangalia kwa mfano, ndio maana ukiangalia changamoto inakuja inaanzia hapa. Unaona kuna kitabu hapa kinaitwa Sababu ya Kuumbwa Mwanadamu. Hiki kitabu kimeandikwa na Suleiman Hassan. Nitasoma ukurasa mmoja hapa, katika ukurasa wa 17. Soma hapa. Anasema katika kukubaliwa kwa Uislamu, unakubali amri za Mungu na unakubali pia amri hizi alizopewa Musa, lakini unakubali Mwenyezi Mungu ni mmoja na hakuna mtu anayepaswa kuabudiwa pasina kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake wala kumshirikisha, hakuna. Lakini katika sheria hapa tunakuja kuona katika sheria ya 4 kule amri inasema ikumbuke siku ya Sabato, lakini anaeleza katika maelezo yake, anasema Waislamu tumechaguliwa siku ya Ijumaa na tumeruhusiwa kufanya kazi siku hiyo ila wakati wa swala tu. Ndio akirejelea aya hiyo ya 62. Kwa hivyo Waislamu kutokea hapo ndipo ikawa chanzo cha kufanya ibada katika siku ya Ijumaa, lakini hakukuwa na chanzo nyuma ya kwamba sasa ndio ikawa ni Sabato au namna gani. Kwa nini? Kwa sababu bado Qur'ani inakili Sabato ni lini, lakini Ijumaa ikawa tu ni siku ambayo sasa watu wanakwenda kukusanyika. Ila hii siku imeanza watu wakiwa wanaenda hii sasa Ijumaa kama siku ya ibada. Hii Jumamosi na Jumapili ilikuwa tayari ni siku za ibada. Hapa tunaangalia historia ya Ijumaa, kwa nini ikawa ni siku ya ibada. Ndio unaona katika sura ya 51 hichi kitabu cha Ubora siku ya Ijumaa inasema, kabla ya Uislamu kuweka kando siku ya Ijumaa kama siku ya ibada iliyowatambulisha, anasema ilikuwa ni jambo lililopendelewa miongoni mwa watu wa kitabu, yani Wayahudi na Wakristo, kuwa na siku ya ibada iliyowatambulisha. Sasa huku chini ukishuka anasema sasa ili kujitofautisha na jamii hizi mbili, yaani wale wale Wayahudi na Wakristo, kujitofautisha nao, ndio anasema Waislamu walichagua siku ya Ijumaa kama siku ya ibada kinyume na Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo katika hizi siku tatu kwamba ni ipi ilianza kama siku ya ibada, tunakuja kuona hizi siku mbili zimekutwa zikiwa watu wakifanya ibada katika siku hizo, ila Ijumaa imekuja kama ni kujitenganisha na hawa wengine wa Kristo ambao wao wamekuja katika mwaka 321 kama siku ya Jumapili kwanza ndio iwe siku ya
ya ibada, lakini baadaye pia tunakuja kuona wao wa Jumapili nao wamekuta hiyo Jumamosi ikiwa ni siku ya ibada, lakini Ijumaa sasa ndio ikaja baadaye kama vile tulivyokusha kueleza hapo